Unatazama JMAT Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Tungependa kufahamu kwanza kuhusiana na siku hii ya mshikamano wa watu wa Palestina kwa siku hii ya leo. Tunaomba kufahamu kwa wewe kama mgeni ambaye umealikwa hapa siku hii ya leo, tungependa kusikia maoni yako kuhusiana na siku hii ya leo kwa watu wa Palestina, lakini neno lako la muhimu kwa sababu umesikia hotuba ambayo imetolewa na viongozi ambao wamefika hapa kuhusiana na Palestina na kinachoendelea kule. Kwa hiyo tungependa kufahamu kutoka kwako juu ya siku hii na nini kinatakiwa pia kizingatiwe kwa mataifa ukianzia hapa nyumbani nchini Tanzania na mataifa wenzetu pia ambao ni washirika, na umeona pia ugeni pia wa UNDP ambao wamefika hapa na mataifa mengine yote ambayo yana uwezo wa kufanya jambo kwa kinachoendelea sasa hivi Palestina. Karibu sana. Asante sana. Mimi kama mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, jumuiya ambayo inawaleta viongozi wa dini mbalimbali juu ya mahusiano na amani. Tunapokumbuka siku hii ambayo ni siku ya mshikamano ya Palestina kimataifa, ni solidarity muhimu sana ambayo Wapalestina wameiweka siku hii muhimu kwa ajili ya kumbukumbu ya taifa lao. Na mimi nimshukuru sana qaim bil amali safara al-akhi Salim kwa kutuita katika jambo hili, kufanya kumbukumbu hii ambayo inatufanya tukumbuke yale yanayoendelea Mashariki ya Kati, ambayo kwa hakika yanahuzunisha sana. Lakini nimefurahi pia kuona wawakilishi wa UNDP wakiwa hapa. Maana yake wanajua na wanatambua kwamba yanayoendelea kule Mashariki ya Kati ni mambo ambayo yasiyokubalika. Utu na ubinadamu umesahulika kabisa. Madhila ambayo wanayoyapata wa Palestina katika ardhi yao, katika nchi yao, ni madhila yasiyokubalika. Mauaji makubwa, mauaji ya kina mama, mauaji ya watoto wasio na hatia ni vitu ambavyo havikubaliki katika uso wa ardhi ya watu wastaarabu. Kwa hiyo tunaungana na Wafalestina juu ya hali hii ambayo inayoendelea, na tungeomba pia juhudi ziendelee, juhudi za Umoja wa Mataifa pamoja na taasisi na wapenda amani kote duniani waendelee kuhakikisha kwamba wanarejesha amani ya Gaza, wanarejesha amani ya Mashariki ya Kati, mazungumzo yaendelee na mapatano na makubaliano yaheshimiwe. Yale makubaliano ambayo yanayofanyika mara zote tumeona yamekuwa yakitenguliwa. Israel mara kwa mara, kila kunapokuwa na makubaliano basi hutengua, wanafanya tofauti. Lakini tungewaomba nao waone utu, kwamba wote sisi ni wanadamu na heshima yetu ni kubwa na damu ya mwanadamu ina heshima kubwa. Kwa hiyo kuwa watu wasio na hatia au yale yote yanayoendelea Mashariki ya Kati ni mambo ambayo hayakubaliki. Kwa hiyo tunaungana na Palestina juu ya solidarity hii ambayo hufanyika katika siku ya tarehe 29 Novemba katika kila mwaka. Nasi hapa Dar es Salaam Tanzania tumeweza kushiriki katika jambo hili ili kukumbuka mshikamano wa taifa la Palestina, na tunaendelea kusema Free Palestine, siku zote iendelee kuwa huru na wananchi wake waendelee kuishi katika ardhi iliyobarikiwa, ardhi mubarak, ardhi ambayo ni yao, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa. Kwa kuhitimisha, tuna uwezo wa kujifunza nini kama Tanzania kwa kinachoendelea sasa hivi, na ukiangalia hali ambayo imetokea hivi karibuni hapa nyumbani nchini Tanzania, lakini kwa kujifunza kutokana na siku hii muhimu kwa Palestina na kuona kinachoendelea kule, na umeona pia kuna video ambazo zimeonyeshwa za matukio ambayo yanaendelea kule, kama kiongozi unawaambia nini wa Tanzania kutokana na kujifunza kutoka kwa mataifa wenzetu? Karibu sana. Kitu ambacho ninachoweza kuambia wa Tanzania, tumeona hapa video mbalimbali ambazo zinaonyesha namna Gaza ilivyoharibika, Palestina ilivyoharibika, na yale ni matokeo ya vita ambavyo havina macho. Ningewaomba sana wa Tanzania kwamba sisi pia tumepata majaribu hayo madogo tu, madogo sana. Basi tuone kwamba kuna hatari ya kupoteza amani, kwamba amani inapopotea hakuna wa kuizuia.
yai lile likianguka, basi likianguka hakuna ambaye anaweza kaliokota likiwazima. Kwa amani ikianguka, basi kuirejesha huwa ni kazi, na hakuna anayeweza kusema acha, kwa sababu hakuna tena mwenye sauti wakati huo. Kwa hiyo Watanzania tuhakikishe kwamba tunaendelea kulinda amani yetu, na kama kuna tofauti zetu tukae mezani, tufanye maridhiano, tuzungumze, lakini Tanzania iendelee kubaki salama. Na haya ndio tunayojifunza baada ya kuhudhuria katika solidarity hii ya Palestine, ambapo tumeona madhila ya umwagaji wa damu au madhila ya kukosekana amani katika nchi. Nakushukuru sana. Asante, thank you. Unatazama JMAT Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania.